Sheikh, tukimalizia kuna simulizi kidogo ambayo imemtokea jamaa mmoja katika mji wa Maka. Yeye anasema ni Muafrika lakini maisha yake yalikuwa ni maisha ya nasa, alikuwa ni maisha ya starehe hapa ulimwenguni. Siku moja katika mwezi wa Ramadhani alikuwa amelewa, lakini wakati akirejea nyumbani akamkuta mama yake ni mpishi wa vitumbua au maandazi, ana kalai kubwa. Mama yake alikasirika kwa kitendo kumwona mwanae amelewa, akamsema, mwanangu, hata Ramadhani hii pia umelewa, mbona una hatari, umogope Allah? Yule kijana kwa hasira zake alibinua lile kalai la mafuta na kummwagikia mama, na ikapelekea ndio sababu ya kifo chake. Huyu jamaa baada ya kufanya jambo hili, mama yule baada ya kufariki, nafsi yake ikatengenea, ikaingia hofu baada ya kusumbuliwa na polisi na hivi na hivi, lakini baadaye akaamua kufanya tauba, arudi kwa Mwenyezi Mungu. Anasema aliamua sasa kufanya ibada kindaki, mwishowe akapata nafasi ya kwenda haji. Alipofanya tawafu ya wadaa ya mwisho, akasikia sauti, anamaliza tu raundi ya 7, anasikia sauti inamwambia, hija yako haijakubaliwa. Sauti hiyo hakujua ni ya nani, hakukubali. Mwaka ujao akaenda tena haji ili atubu dhambi aliyoifanya ya kumfanyia mzazi wake. Kwenye tawafu ile wadaa vile vile akasikia sauti inamwambia, hija yako haijakubaliwa. Huyu bwana anasema kang'ang'ana mpaka hija 30 zote anasikia sauti hii. Je, ajiandae kwenda motoni ama afanye nini yeye? Na sauti hii ni ya nani? Alhamdulillah, Sheikh Jaafar, masala kama haya lazima mtu kwa nzuri nimeona mimi ni mhoji yeye mwenyewe ile nijue anaishi vipi nini, ile baadaye naweza kutoa jawabu, lakini kwa jumla ndio kafanya dhambi kubwa sana. Angalau yeye yuko katika hali ya ulevi, ndio hajakusudia hivi. Kama ilikuwa akili yake timamu hawezi kufanya hivi, lakini kama atakithirisha istighfar na toba na anamjengea, atamtoa sadaka kwa wazazi wake, kumjengea misikiti au madrasa, baada ya kuhaji, ana haji kwa nia ya mamake, na atafanya sadaka yani mingi sana kwa mamake, inshallah Mungu atamsamehe. Maana Allah Subhanahu ni Ghafur Rahim. Madamu yeye yuko katika hali ya kunywa pombe, inshallah asikate tamaa kwa Allah Subhanahu. Ama katika Kaaba anasikia sauti inamwambia hija yako haijakubaliwa. Hawezi kujua ni shetani au ni kweli malaika, hawezi kujua. Maana watu wasiamini ndani ya Kaaba ni malaika tu, hapana. Hata mashetani wapo kule. Hata mtu ana wakati Makka wa sahaba wanalala wanaota mambo ya shetani, na Madina wanaota shetani. Hii sio hoja, baka tumjue yeye mali yake ikoje, ambaye amenaye haji ikoje mali yake. Kama ni mali yake inawezekana sasa mali yake haiko halali, maana kwambia unafanya toba lakini bado mali yako hujisafisha. Maana Allah hawezi kubali haji isipokuwa mali halali kabisa, lakini ile kosa linasameheka. Naam, la shaka. Madamu yeye yuko katika hali ya ulevi, Mungu atamsamehe, lakini dhambi kubwa sana, Mungu amsamehe. Shukrani mtazamaji, bila shaka umefaidika sana siku ya leo na kikao hiki. Samahani Sheikh, nikumbuka aya, Allah la yaghfiru an yushraka bihi, ndio yaghfiru ma dun dhalika man yasha. Allah kama mtu amekufa katika shirki, anajua shirki maksudi kafa naye, Mungu hawezi kumsamehe, lakini chini ya hapo yote mengine anasamehe. Hii ndio hapo. Okay. Dhambi kubwa ndugu zangu ambayo ukifa nayo haisameheki ni ushirikina tu, ukifa nayo. Lakini mengine Mwenyezi Mungu anayasamehe kwa mtakai. Ni aya ya Qur'ani Sheikh amenukuu, na niseme tu kwamba inshallah kwa hiki ambacho kimeelezwa kwa siku ya leo